kwa kuwa hao ni wana wa ufufuko. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Zamani tulipojifunza katekisimu tulijifunza hivi: Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Kwa hiyo hatima ya maisha yetu ni uzima wa milele mbinguni. Hatima yetu ishi kama mbuzi, alafu kutokomea kama mbuzi na kuishia kama mbuzi. Mwanadamu ana hadhi na mwanadamu ana malengo, na lengo la mwanadamu alilowekewa na Mungu ni uzima wa milele. Kwa maneno mengine ni ufufuko. Kwa hiyo mwanadamu wa kibwegere, usiishi holela. Usiishi kama vile kwamba maisha yako yanaishia kesho. Ishi kwa matumaini. Ishi kwa kujitunza. Ishi kwa kujiheshimu. Na ishi kwa malengo. Sio tu malengo ya kupata mali, fedha, madaraka, heshima na vitu kama hivyo, bali kwa lengo la kufikia hadhi yako, yaani ufufuko wa walio hai. Ishi ili ufufuke, sio ishi ili utokomee. Na fundisho tunalopewa leo katika masomo mawili, somo la kwanza kutoka kitabu cha Wamakabeo na somo la Injili kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Luka, yanatufundisha juu ya ufufuko. Katika somo la kwanza tumekutana na wana 7 wacha Mungu pamoja na mama yao. Ewe mwana kibwegere, je, wewe ni mcha Mungu au upo? Narudia tena, ewe mwana kibwegere, wewe kweli ni mcha Mungu au upo tu? Cha Mungu jipime vizuri, usiwepo tu. Uwe mcha Mungu. Hawa vijana wacha Mungu na mama yao waliishi katika kipindi kigumu, kipindi cha dhuluma, kipindi cha manyanyaso, ambapo mtawala aliwaamuru wafanye yasiyompendeza Mungu. Aliwaamuru wamheshimu yeye kama vile angekuwa Mungu. Lakini tunajua kwamba Mungu wetu ni mmoja tu. Ni Mungu mmoja katika nafsi ngapi? 3. Na huyu Mungu mmoja tu ni mkamilifu. Naye anatutaka na sisi tuwe wakamilifu.
Katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 48 tunakuta agizo hili kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nanyi mtakuwa wakamilifu, au kwa maneno mengine, nanyi mtakuwa watakatifu, kwa kuwa Baba yenu wa mbinguni ni mtakatifu, au kwa kuwa Baba yenu wa mbinguni ni mkamilifu. Kwa hiyo kuwa mtakatifu au kuwa mkamilifu ni wito wako mwanadamu, ni hadhi yako mwanadamu, na ni lengo la maisha yako ewe mwanadamu. Wako watu wengine wanadhani utakatifu ni jambo ambalo wameitwa mapadre, maaskofu, watawa. Sawa, hao wameitiwa utakatifu. Lakini wewe mbatizwa, na wewe pia umeitwa uwe mtakatifu. Semeni nyote, mimi nimeitwa niwe mtakatifu. Mimi nimeitwa niwe mkamilifu. Mimi nimeitwa ni upate uzima wa milele. Wale vijana 7 walioishi katika kipindi cha dhuluma na manyanyaso waliingia kwenye mateso makali, wakakataa kumkana Mungu, wakateswa, na wote 7 wakauawa, mmoja baada ya mwingine, na baadaye mama yao naye. Lakini katika kuteswa kwao daima walisimama kidete, wakitamka kwamba sisi hatutatenda yasiyompendeza Mungu. Sisi hatutazitii amri za wanadamu, bali tutamtii Mungu na kumtumikia yeye peke yake, kwa sababu yeye ndiye chimbuko na msingi wa tumaini letu la ufufuko. Tufanane nao. Tufanane na nani? Kwa msingi wa ubatizo wetu tufanane na hao vijana 7 na mama yao. Kama wao tuishi kiadilifu, tuishi kwa matumaini, tuuchuchumilie uzima na ufufuko wa walio hai. Katika somo la Injili, Bwana Yesu anakabiliana na Mafarisayo. Mafarisayo ambao walikuwa na imani nyingine kinzani. Mafarisayo ambao waliamini kwamba hakuna ufufuko. Kwa hiyo maneno niliyosema hapo awali kwamba unaweza ukaishi kama mbuzi, ukafa kimbuzi, ukaishia kimbuzi. Karibu waliamini hivyo Mafarisayo. Lakini wewe mtu sio mbuzi. Wewe sio mdudu. Wewe sio kuku. Wala wewe sio kiumbe tu haiburu. Wewe ni mwana wa Mungu. Na Mafarisayo wasioamini juu ya ufufuko walimjaribu Yesu wakimwambia habari za mwanamke mmoja ambaye wanasema aliolewa na waume 7, ndugu 7, hata mmoja asiache mtoto. Kwa hiyo wanauliza, huko mbinguni, huko kwenye uzima ujao, huyo atakuwa mke wa nani? Sasa hawa walikuwa na mawazo finyu, mawazo mufilis, sio mufilipi,
Naona kuna mmoja ameandikwa mgongoni Mufilipi Media. Sasa mimi nimesema ni mawazo Mufilis. Mawazo yaliyopitwa na wakati, mawazo yasiyo na malengo. Hawa walifikiri kama maisha ya mbinguni yangekuwa kama ya hapa duniani. Lakini mbaya zaidi, waliamini kwamba hakuna maisha baada ya hapa. Kumbe Yesu anawafundisha kuwa yako maisha baada ya maisha haya. Ila katika maisha ya ulimwengu ujao, watu wanaishi kikamilifu. Hawaishi tena kwa mtindo wa kuoa na kuolewa. Wanaishi kama wana wakamilifu wa Mungu, yaani wana wa ufufuko. Tuombe kusudi Mungu mwenye huruma atuhurumie, atusaidie tusitawi, tung'are katika utakatifu, na mwisho tushinde pamoja na Kristo, tukawe nasi wana wa ufufuko. Bwana nasikia ndogono na miguno. Haya, sinapata kwa ibada, nastahili. Haya watu vijana, somo letu la kwanza leo limetoka Injili gani? Somo letu la kwanza leo limetoka katika Injili gani? Vema, sio Injili bali ni kitabu cha Wamakabayo. Swali la pili. Parokia ya Kibwegere ilizinduliwa lini? Wewe. Simama. Bila shida nne, kweli? Bila shida tano. Wewe? Wajimbo kuu la Dar es Salaam anaitwa nani? Askofu mkuu wa kwanza. Jibu swali ulilouliza. Askofu mkuu wa kwanza wa jimbo kuu la Dar es Salaam anaitwa nani? Jibu swali ulilouliza. Askofu mkuu wa kwanza wa jimbo kuu la Dar es Salaam anaitwa nani?
jitaje. Ubatizo wa imara, Ekaristi Takatifu, kitubio au upatanisho, mpako mtakatifu au mpako wa wagonjwa, daraja takatifu au upadre, ndoa. Kamati ya daraja ni ngazi ngapi? Wewe ni nani alikuumba? Baba yako au mama yako? Parokia ya Kibwegere iko katika udekano wa Kigamboni au Makuburi. Wewe parokia ya Kibwegere iko katika udekano wa Kigamboni au Makuburi. Parokia ya Kibwegere iko katika dekano ya Kibaha. Vema. Parokia paroko wa Kibwegere anaitwa nani? Parokia ya Kibwegere anaitwa Evodius Elizabeth Paulo Nachenga. Wewe Henry. Sakramenti zinazomuingiza mtu katika kanisa ni ndoa na nini na nini na nini tena? Sikilizeni. Sikilizeni. Rudia. Batizo wa imara, Ekaristi Takatifu. Vema. Biblia halali ina vitabu vingapi? Vitabu 73. Ambazo vimegawanyika mara ngapi? Agano Jipya, Agano la Kale. Agano la Kale lina vitabu 10 na ngapi? Vitabu 27. Kitabu cha mwanzo kabisa katika Biblia kinaitwaje? Yesu aliita mitume 12. Baadaye akaita mtume maarufu. Huyo mtume maarufu ni Petro au ni Yohana?
swali. Yesu aliita mitume 12. Baadaye akaita mtume mmoja maarufu. Huyo mtume maarufu ni Petro au ni mwenzi? Wewe. Sauli ambaye kwa jina lingine aliitwa Paulo. Paulo ambaye ni mtume wa Wakonongo au wa Wakogoro. Paulo ni mtume wa nani? Wakonongo au Wakogoro? Paulo ambaye ni mtume wa Wakonongo au wa Wakogoro? Mtume wa mataifa. Hayo mataifa ni nani? Hayo mataifa ni nani na nani? Wewe. Ni sisi. Vema. Kitabu gani kinatumika kufundishia imani Katoliki? Katika sakramenti ziko sakramenti mbili pacha. Hizo sakramenti pacha ni nani na nani? Sakramenti pacha. Na daraja takatifu. Leo mnapopata kipaimara mtapakwa mafuta. Je, sikiliza kwanza. Mtapakwa mafuta ya walangwa au ya kondoo? Uwekwa wakfu
na shemasi siku gani? Narudia, mafuta ya Krisma huwekwa wakfu na shemasi siku gani? Mafuta ya Krisma huwekwa wakfu na shemasi siku gani? Katika mwaka wa kanisa kuna siku mbili ambapo misa takatifu haiadhimishwi. Hiyo ni lini na lini, Robert? Siku mbili nimesukua mnakwambia. Kwa siku mbili ambapo misa takatifu haiadhimishwi. Hizo ni lini na lini? Manuel. Kweli. Haya. Siku mbili ambapo misa haiadhimishwi. Ni lini na lini? Vema. Jimbo kuu la Dar es Salaam limeanzishwa rasmi Jumatano ya Majivu au Alhamisi Kuu. Jimbo kuu la Dar es Salaam limeanzishwa rasmi Jumatano ya Majivu au Alhamisi Kuu. Wewe. Wewe pale binti. Mwezi wa 3 mwaka 1953. Haya. Jimbo kuu la Dar es Salaam linazo parokia ngapi leo? Kutia heshima. Imegawanyika katika dekania ngapi?
ya Tanzania ni yapi na maaskofu wake wakuu ni wanani? Majimbo makuu ya Tanzania ni yapi na maaskofu wake wakuu ni wanani? Majimbo makuu ya Tanzania ni yapi na maaskofu wake wakuu ni wanani? Haya, huyo mwenye mbele. Majimbo makuu 7: Dar es Salaam, Arusha. Na sasa ukitaja jimbo utaja la askofu wake mkuu. Jimbo la Dar es Salaam, askofu wake mkuu Thaddaeus Ruwa'ichi. Endelea. Hapo tumekwama. Tanzania kuna majimbo makuu 7. Jimbo la kwanza, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Askofu wake mkuu ni Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi. Jimbo la pili, Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Askofu wake mkuu ni Isaac Amani Masawe. Jimbo la tatu, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Askofu wake mkuu ni Renatus Nkwande. Jimbo la 4, Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Askofu wake mkuu ni Renatus Nkwande. Jimbo la 5, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Askofu wake mkuu ni Kardinali Protas Rugambwa. Jimbo la 6, Jimbo Kuu Katoliki Mbeya. Askofu wake mkuu ni Gervas Nyaisoma. Jimbo la 7, Jimbo Kuu Katoliki Songea. Askofu wake mkuu ni Damian Dennis Tabo.